Waziri wa maendeleo ya vijana Joel Nanauka amewataka maafisa maendeleo ya jamii nchini kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu dira ya taifa ya maendeleo 2050 ili kuhakikisha wananchi wanashiriki kamilifu katika kufanikisha malengo ya maendeleo ya nchi. Nanauka amesema hayo leo tarehe 17 Juni 2026 jijini Mwanza wakati wa kongamano la 18 la mkutano wa wataalamu wa maendeleo ya jamii nchini. Amesema maafisa maendeleo ya jamii wana nafasi muhimu katika kuunganisha wananchi, serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo. Hivyo wanapaswa kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha mabadiliko ya fikra na mitazamo inayohitajika ili kufanikisha dira ya taifa 2050. Amesema dira ya taifa 2050 inalenga kujenga jamii yenye fikra chanya, maarifa na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii, huku vijana wakipewa nafasi kubwa katika kuleta mabadiliko hayo. Lakini kazi zangu zote tangu nimehitimu shahada yangu ya kwanza nimekuwa nikifanya shughuli za maendeleo ya jamii. Na kwa mantiki hiyo huwa najihesabu kama ni mmoja wa watu ambao ni wadau muhimu sana katika maendeleo ya jamii. Kwa mara ya kwanza nilisajili taasisi yangu mwaka 2007 nikiwa mwanafunzi chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambayo ilikuwa ni taasisi inayoshughulika na kupromote elimu katika mkoa wa Mtwara. Na baadaye tukapanuka zaidi, tukawa tunashughulikia zaidi masuala ya elimu ya ujasiriamali na kupambana na umaskini. Kwa muda mrefu nimekuwa nikishughulika sana na shughuli za kijamii. Na natambua kwamba wataalamu wa maendeleo ya jamii ni chachu na kiungo muhimu kwenye kuchagiza juhudi za wananchi, serikali na wadau katika kuchochea maendeleo endelevu. Hivyo naomba natumia nafasi hii kutoa rai kwenu kuhakikisha mnatumia utaalamu mlionao kuchochea mabadiliko chanya katika jamii yenye kuleta uchumi wa kisasa, ushindani wa juu, mtaji watu wenye tija na jamii yenye ustawi itakapofika mwaka 2050. Ndugu washiriki, dira ya mwaka 2050 imeweka mkazo kuwa maendeleo ya taifa yatafanikiwa zaidi pale ambapo tutawekeza katika maendeleo ya watu. Uwekezaji kwa vijana ni muhimu sana kwa kuwa vijana ndio nguvu kazi kubwa iliyoko katika taifa letu na rasilimali muhimu ambayo tunaitegemea iwe na mchango mkubwa. Katika hotuba iliyoletwa bungeni na Wizara ya Uwekezaji na Mipango, ilitambua rasilimali 10 muhimu zitakazotusaidia kutimiza dira, lakini kutimiza mpango wa miaka 5 wa taifa letu ambao unalenga katika kujenga uchumi jumuishi, lakini pia kuzalisha ajira. Naye Amiri Mkalipa, mkuu wa wilaya Ilemela, akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda, amewapongeza maafisa maendeleo mkoa wa Mwanza, huku akieleza ni kwa namna gani kada hii imekuwa na umuhimu katika kujenga jamii bora na yenye maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kwa niaba ya serikali ya mkoa huu wa Mwanza tunawapongeza maafisa maendeleo wa mkoa wetu wa Mwanza. Wao wamekuwa sehemu ya shughuli ya maendeleo kwenye mkoa wetu. Wanachapa kazi sana maafisa maendeleo kwenye mkoa huu. Hakuna mfano wake. Wanafanya kazi kubwa na sisi tunaendelea kuwatia moyo. Hata jukumu tulilowapa la kusimamia ile mikopo ya 10%, mkoa wetu umekopesha bilioni 8.8 mwaka huu wa fedha 25-26. Na mikopo hiyo inasimamiwa na maafisa hawa. Na niwaambie kwenye eneo hili maafisa maendeleo wote kwenye taifa hili mnafanya kazi kubwa sana. Lakini ndio mmepewa dhamana na serikali. Serikali hii inatokana na Chama cha Mapinduzi. Mnaleta relief kubwa kwa wananchi kwa shughuli mnazofanya. Nyinyi ni watu wema. Kwa upande wake, rais wa chama cha maafisa maendeleo ya jamii nchini CODEPATA Victor Kabuje ameomba serikali kuongeza bajeti kwa sekta hiyo pamoja na kuboresha mazingira ya kazi na muundo wa mishahara ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi katika kufanikisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Kwa kutambua umuhimu wa sekta hii katika maendeleo ya taifa, tunaomba serikali endelee kuipa kipaumbele sekta ya maendeleo ya jamii. Kwa kufanya haya mambo machache kwetu itatusaidia sana. Kuongeza bajeti ya shughuli za maendeleo ya jamii katika ngazi zote, ngazi ya wizara, ngazi ya mkoa na ngazi ya halmashauri. Kuboresha mazingira ya kazi kwa kuongeza vitendea kazi vya usafiri, kuanzisha utaratibu maalum wa ufadhili wa masomo ya shahada ya uzamili kwa maafisa maendeleo ya jamii, lakini kuboresha muundo wa mshahara kwa maafisa maendeleo ya jamii, kuanza daraja la TGSE. Sisi tunaanza na TGSE, lakini ziko taaluma zinaanza na TGSE. Sisi kwa majukumu tulionayo ambayo ni makubwa sana katika nchi,
tunaomba tuanze na TSC hii tunapoandiliwa hadi TSI na kusiwe na kukwaza hapo katikati, ili kutoa motisha na kuboresha utendaji kazi kwa wao ndio kiunganishi kikubwa katika jamii na serikali. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.